DSB Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahbi papo hapo na kupata majibu haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahbi. Tutakuunga moja kwa moja. Ulimwengu unarudi kusubiri kile ambacho huwa nakizungumza, kuwa ulimwengu unaishi kwenye mfano mgogoro wa Israeli na Hamas. Umekuwa ni mgogoro ambao wa utashi, yani tunaishi kwenye utashi. Anachotaka Marekani ndio tutakifanya. Hebu fikiria kuwa kumemalizika mkutano wa UNGA 80. Please, kama utasikia sauti zozote utaniwia radhi, kwa sababu ninazungumza na wewe niko barabarani na tembea, kwa hiyo unaweza kusikia kama mungurumo fulani. Vumilia tu, ni mungurumo tu wa barabara. Kwa hiyo wewe sikiliza tu kile ninachokizungumza. Sasa tumekuwa kwenye utashi, tunaishi kwenye mgogoro wa utashi. Yani mkutano wa UNGA 80 ambao unaweza kusema Umoja wa Mataifa ndio wenye uamuzi wa kuhusu nani anafanya nini, kuhusu nini, yote. Lakini tunatoka kwenye Umoja wa Mataifa kumalizika mkutano bila kupata suluhu ya kitu kinaitwa Gaza. Halafu tunakwenda kuishi kwenye utashi. Yani tunakwenda kuishi kwa kutaka wanavyotaka, yani wanavyopenda. Manake makubaliano yamekuwa ni utashi wa Trump na Marekani yake kuwa wanataka nini. Na tamani nisubiri kuzungumza na wewe mpaka pale Trump azungumze na Netanyahu, nisikie watakizungumza nini. Lakini naona muda utakuwa umekwenda sana, na kwa sababu nakusudia leo kulala mapema sana kutokana na hali yangu ilivyo sio nzuri. Kwa hiyo nakusudia kulala mapema, na hisi kuwa jinsi watavyozungumza na wanahabari mimi nitalieleza inshallah kwa kirefu zaidi kesho hicho ambacho wanakikusudia kwenye makubaliano ambayo ndani yake yana vipengele 21 ambayo kiasi kikubwa yamekwisha kuvuja. Netanyahu atabadili kauli yake aliyoruka nayo kwenye mkutano wa UNGA? Je, washirika wa mrengo wa kulia wanakubali makubaliano, ambapo mara kadhaa wamesisitiza kuwa hakuna makubaliano ya aina yoyote? Na tayari hawa washirika wawili wenye wastani wa wabunge 13 katika muungano wa Netanyahu wanatishio la kumwangusha, na mara kadhaa wamekuwa kariri kumwambia kuwa endapo utaenda kinyume na sisi tutakuangusha. Kwa hiyo wewe mwenyewe unafahamu cha kufanya nini. Sasa jioni hii baada ya kukutana Donald Trump na Netanyahu, Trump alimpigia simu waziri mkuu wa Qatar Al-Thani, na Thani akaongea na Netanyahu akamuomba radhi waziri mkuu wa Qatar kwa kile kilichofanywa na Israeli katika Septemba 9 baada ya kufanya shambulizi kwenye ardhi ya Qatar, ambapo Qatar ililani na imefanya kampeni kubwa sana duniani kuhakikisha kuwa Israeli inawajibika kwa shambulizi lake. Licha kuwa Qatar hawajajibu lolote, lakini wamekuwa wakifanya kampeni kubwa sana za kifedha, kampeni kubwa sana kwenye vyombo vya habari, kampeni kubwa sana kwenye mitandao kuhakikisha kuwa Israeli anaadhibiwa kwa hilo. Hata kampeni kubwa inayotembea sasa hivi kwenye shirikisho la soka la UEFA pamoja na FIFA inatajwa kuwa ni moja ya kampeni kubwa iliyofadhiliwa na Qatar kuhakikisha kuwa anaweza kumjibu Israeli kwa pembeni kwenye hilo. Sasa hayo ndio tunayo yasubiri, tusikie watazungumza nini. Mpango huu bwana ni mpango wenye utata tu. Hebu fikiria kitu kimoja, kuwa inawezekana kweli Marekani na Israeli wakaketi wakaandaa azimio au wakaandaa mpango ambao unakuja kuwa ni win-win kwa Gaza au kwa Palestina? Inawezekana wapi? Marekani kwa jinsi alivyo, je, Marekani anaweza kubadili kauli haraka kutoka juzi ambako Trump alizishutumu nchi za magharibi zilizotambua Palestina? Kwa sababu mpango wa siku wa maazimio 21 nitakutajia baadhi yaliomo. Wanasema kuwa mateka wote wanaoshikiliwa, walio hai na waliokufa, watapaswa kuachiliwa within 48 hours. Yani ndani ya saa 48 Hamas itawaachia mateka wote, walio hai na waliokufa, hao mateka wote kwa pamoja. Wakati huo Israeli itabadilishana kuachia namba ambayo haijatajwa
ya wafungwa na mateka wa Kipalestina, kwa sababu huwa ninawaambia kuna wafungwa na kuna mateka. Manake kuna wale ambao walikamatwa na Israeli wakahukumiwa, lakini kuna wale ambao walikamatwa no trial, hawajawahi kufikishwa hata kwenye vyombo vya sheria, wameshikiliwa tu, wakiwemo watoto wengi sana na Israeli. Zaidi ya Wapalestina 12,000 wako wanashikiliwa na Israeli kinyume cha sheria, manake kuwa hawajawahi wengine hata kupelekwa mahakamani, wengine hawajawahi kufunguliwa mashtaka, ni wapo tu. Kwa hiyo huwezi kutofautisha hawa useme mateka alafu wale, kwa sababu hawa pia na wenyewe wametekwa tu, manake hakuna lolote linalofanyika, ni kama vile kuwateka, hakuna kingine. So Israeli itaachia maelfu ya Wapalestina ambao namba haijatajwa, lakini itaruhusu misaada ya kibinadamu Gaza itokee. Halafu baada ya misaada ya kibinadamu kuruhusu Gaza, inatajwa kuwa vikosi vya Israeli vitajiondoa kwa hatua kutoka pale Gaza. Halafu kutaanzishwa ujenzi mpya wa Gaza, lakini kutaundwa na serikali ambayo haitowashirikisha Hamas na wala PA hawatoshiriki. Hamas watapaswa kusalimisha silaha zao, na wapiganaji wa Hamas wanaotaka kutoka ndani ya nchi wanaruhusiwa kuondoka, lakini wanaweza kurudi wakijisikia. Wale ambao wataomba msamaha kuto kuendelea kupigana wanaweza kusamehewa na wakaendelea kubaki pale. Maana yake kuwa mpango wa Trump wa Riviera unaweza kuwa haupo, lakini Hamas kupokonywa silaha. Haya ni baadhi. Nani ataiongoza Gaza? Mpango kamili wa kuiongoza Gaza utaongozwa na aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair. Niliwaambia kama mnakumbuka mwezi mmoja uliopita, mkutano uliowashirikisha Steve Witkoff, mkutano uliomshirikisha Jared, na mkutano uliomshirikisha Trump pamoja na Blair ambao waliufanyia Marekani. Kama mnakumbuka, nikawaambia kuwa hawa wote wana lengo moja. Lengo lao lote ni jinsi gani wanaweza kuichukua Gaza. Sasa ukichungulia kwa macho yote kwenye haya makubaliano, ndani yake kuna ulaghai mwingi umefichwa. Yaani ndani yake kuna ulaghai uliofichwa kwa kiwango cha hali ya juu sana. Kama watanasa kwenye mtego, kwa sababu huu ni mtego waliotegwa Hamas, na mtego umetegwa sehemu moja tu, weapons, silaha za upinzani. Yaani shida kubwa inayotafutwa hapa ni silaha za upinzani, hakuna kingine chochote. Kwa sababu muda mchache uliopita, kama ulinifuatilia, nilikuwa BBC, nilikuwa nazungumza, nimesema kuwa ukiniuliza mimi binafsi, sioni kama haya makubaliano eti ni bora kuzidi makubaliano ya Oslo ya 1993 ambayo Marekani aliyasimamia. Je, unaweza kumwamini Marekani kwenye hili kuwa kiasi gani? Yani umwamini kiasi gani kuwa anaweza akatekeleza, anaweza akatenda haki kwa Wapalestina dhidi ya rafiki yake, dhidi ya mshirika wake wa chanda na pete Israeli? Kweli anaweza akawapa na wenyewe akapumua akasema kuwa tutaishi kwenye nchi yetu? Kwa kweli kwangu mimi bado nimekuwa na maswali mengi sana. Lakini unapomleta Tony Blair, ndio atakuwa msimamizi wa hili eneo, ambapo wanasema kuwa kutakuwepo na vikosi vya kimataifa kutoka katika nchi kadhaa za Kiarabu na nchi zenye idadi ya Waislamu. Rais wa Indonesia alisema nchi yake iko tayari kuleta wanajeshi hapo kwa ajili ya usimamizi wa amani. Sasa ukisikia hii, inatoa mstari ule wa kuwa Israeli itakubaliana na uwepo wa taifa la Palestina. Kwa nini toni zinaweza zikageuka kwa haraka sana? Yani manake huu mpango una kifungu ambao unasema kuwa mchakato wa uwepo wa taifa huru la Palestina utaendelea. Rahby Digital, haki na ukweli.